tunapozungumzia uchocheaji wa migawanyiko kutokana na mirengo ya wanasiasa, ni sehemu kubwa ambayo inavuruga amani kwa mataifa yaliyo mengi na hasa ambayo yanaendelea, mfano wa Tanzania. Ni swali la msingi kabla tujaingia kwenye hoja ya maridhiano, lakini wanasiasa wote wanafahamu unajua kwenye siasa kuna kanuni za kisiasa Kama unaona kwenye mpira kuna kanuni 17, kuna sheria zile 17 na kwenye siasa kuna sheria 4 za kisiasa, na wanajua kwamba ili nchi itoke kwenye utulivu kuna zile sheria za utulivu za kisiasa. Sheria ya kwanza tunasema ni utulivu wa kikatiba. Kama nchi haijakuwa na utulivu wa kikatiba, wanasiasa wanapitia hapo katika miongoni mwa kuivuruga taifa. Na utulivu wa kikatiba ni namna mambo yenu mnavyoendesha, uwazi, uadilifu, haki, wajibikaji, utulivu wa kikatiba. Kwa hiyo sheria ya kwanza kisiasa ni utulivu wa kikatiba. Lakini sheria ya pili ya utulivu wa kisiasa tunaita ni utulivu wa kijamii. Manake tunaita social stability, ni namna jamii inavyoweza wakatulia. Na jamii wanatulia vipi? Kama jamii wanahitaji, jamii haihitaji uipende sana, yani kuna vitu ambavyo vinakufanya jamii wanakupenda wewe. Kwa mfano ukiwatendea mambo mema, jamii automatically inahitaji. Kwa sababu wanasiasa wakishaona kuna shida hapo, kwamba kwenye mambo ya sheria ya pili ya jamii, kwa mfano kukosa ajira, ndo wanasiasa wanapenyeza sasa ajenda zao. Umeona kwamba lazima tuitingishe, ndo swali lako la msingi. Lakini sheria ya tatu tunasema ni sheria ya kiuchumi na kifedha. Microeconomic stability, namna ya kuweza kustahabili uchumi. Nadhani umeona hamna mtu asiyojua jana, kwa mfano kama jana Sabasaba ile watu wengi hawakutoka. Kwa hiyo pale uchumi unaweza ukafanyaje ukayumba katika mataifa kama haya madogo ya Kitanzania ambayo yanaokuwa yanaendelea. Lakini 4 tunaita diplomatic stability. Sheria ya 4 ni diplomatic stability. Umeelewa kakaangu hapo? Kwa hiyo hizi sheria za kisiasa ziko 4. Automatically mwanasiasa yoyote mkongwe lazima azijue hizi sheria 4. Kama unaona utulivu wa kikatiba, kwanza utulivu wa kikatiba, wa kijamii, utulivu wa tunaita kwanza utulivu wa kikatiba, pili utulivu wa kijamii, tatu tunaita ni utulivu wa kiuchumi, na 4 ni diplomatic stability, namna nchi yako inaweza kuwa na diplomatic ya mataifa mengine. Na ndio maana umeona nchi yetu tulipopitia hapa, hizi sheria 4 zote ndizo zinazotutafuna. Kwa hiyo wanasiasa wote wanafahamu hizi sheria 4, kwamba cha kwanza mwanasiasa mkongo unafundishwa hizi sheria 4, kwamba unaingia kwenye siasa sheria 4 unazifahamu, kama unavyoona sheria 17 za mpira. Kwa hiyo mimi nikiwa opposite, yani nikiwa kwa mfano upinzani, lazima nazigonga zile sheria na kutingisha kwenye utulivu wa kifedha. Ndio maana umeona tarehe 7 na kutingisha kwenye utulivu wa kidiplomatiki. Nchi lazima ipate iumbe kwenye diplomatic mahusiano ya mambo ya nje. Na kutingisha kwenye utulivu wa kikatiba. Kwa sababu watu wanajua tunahitaji katiba. Na kutingisha kwenye utulivu wa kijamii. Najua changamoto za kijamii zinahitaji ajira, zinahitaji huduma za afya. Zimeelewa. Kwa hizo sheria hizi ukishakuwa kwenye chama unachoongoza dola, hizi sheria 4 lazima uzitendee haki. Tupeleke tunapoongelea masuala maridhiano ambao ni mada kubwa hapo, na kesho kutakuwa kuna tukio kubwa kule Zanzibar. Nini tutegemee? Mimi nampongeza kwanza Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na Masoud, yani kiongozi Othman Masoud. Ni kwanza ndio maana nasema wameingia kwenye zile sheria 4. Kwanza moja wamedili na ile tunasema kikatiba, kwamba ukiangalia maridhiano ya Zanzibar toka ilivyoasisiwa 2010, kipindi kile nadhani unafahamu, hamna mtu asiyofahamu. Kipindi Zanzibar ilivyoingia katika matatizo yale, na Maalim Seif pamoja na Amani Karume walifanya kazi kubwa kuhakikisha maridhiano yale, kuitengeneza ile serikali ya suki, yani serikali ya umoja wa kitaifa wa Zanzibar, kwamba na kupata hata baadhi ya wabunge wawili kuchaguliwa kwenye baraza la wawakilishi. Sasa ile ni impact ambapo matunda yake umeyaona. Alichokifanya Dr. Mwinyi ni kitu kikubwa sana. Hauwezi ukaenda peke yako, lazima uende na wenzako. Na ndio ile utulivu wa kijamii, kwamba katiba imeshanipa nguvu ya kuwa mimi ni rais, lakini utulivu wa kijamii ikoje? Chama cha ACT kina watu, kina wanachama, kwamba licha ya kuwa sisi tuna wanachama, lakini utulivu wa kijamii lazima hawa nikae nao. Kwa hiyo alichokifanya ni Dr. Hussein Mwinyi kupitia Chama cha Mapinduzi ni kitu ambacho
ni muhimu katika utulivu, zile sheria ya pili ya utulivu wa nini wa kijamii. Na tunamshukuru sana ICT pamoja na yani uongozi mzima wa ICT kwamba lazima utulivu wa kijamii upatikane, kwa sababu utulivu wa kijamii ukipatikana ndio utulivu wa kifedha unapatikana katika hiyo sheria ya tatu, kwamba sasa tunaweza tukwenda pamoja, uchumi wetu unaenda pamoja, na ndipo diplomatic stability inakuwa imara, mataifa yanakuja kujivunia kuwepo hapo. Kwa hiyo maridhiano haya toka ilivyoanza kuasisiwa 2010 na mpaka suki hii, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia tunategemea kupata baadhi ya nini ya yale ambayo yatakaojadiliwa na kufungamana, kwa sababu hili maridhiano yatokee lazima ukubali wewe yule ambaye mtenda na mtendewa, mkubali, mkae pamoja, hapa tulikanyagana, kila mmoja eleze nini hisia zake kwamba hapa mimi nilikosea au wewe hapa ulipokosea. Kama mchambuzi lakini kabla kwa kidogo tunaona ACT imewachukua muda kidogo baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Tunajua hapo nyuma hii serikali ya umoja wa kitaifa sio kwamba kesho ndio itakuwa serikali ya kwanza kwa ACT. Unadhani sasa nini kimewarudisha kwenye mstari ACT baada ya kuwa wametoka kwenye mstari baada ya uchaguzi wa 2025 na kusuasua wakawa kama ile staki nataka kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa? Ni kweli ni miezi 8 hadi 9 toka, kwa sababu walipeleka kesi mahakamani, nadhani umeona walipeleka kesi, lakini walikuwa na madai ya kimsingi ukiona, lakini moja ambacho nawapongeza, kauli mbiu yao inawapa nguvu ile ya nini ya ACT, kwamba wanasema taifa kwanza leo na nini na kesho. Sasa hile ndio inakutafsiri wewe unaendaje. Kwa hiyo walichokifanya ACT licha ya kuwa na miezi 8, nadhani kile ni chama lazima kijifanyie tathmini kwamba tuliingia kwenye uchaguzi, tulikuwa tuna malengo ya kupata dola, lakini tulidondoka, kuna maeneo tulikwama. Nadhani wamefanya vikao vingi, sasa wameshauriana, wakaona kuna haja ya kuingia kwenye serikali ya suki ambayo italeta umoja. Na mimi namshukuru muasisi rais wa awamu ya 6 wa Zanzibar Amani Karume, ambaye ni miongoni mwa watu ambao wamefanya kazi kubwa kuifanya haya maridhiano yakarudi, kwa sababu hauwezi ukaenda peke yako. Kwa hiyo swali lako la msingi, tathmini ndio ile wabeba wao kurudi kwenye maridhiano. Kwa hiyo mimi naipongeza sana ST, na ni jambo zuri sana. Na sio hiyo soma la kwanza, hata kwa mfano nchi ya Kenya, Raila Odinga aligombea takriban miaka mingapi, 5 ya urais, yani vipindi 5, lakini alikuwa bingwa kuingia kwenye maridhiano akiona kwamba hapa kuna maslahi ya kitaifa. Kilichofanya ST ni maslahi ya nini ya kitaifa, na maslahi ya kitaifa hayana mtu, tunatakiwa twende pamoja. Ndio hizo sheria ngapi hizo? Sheria 4. Na ndipo hapo unapokutana na zile C3 za uongozi. Unazifahamu C3 za uongozi? Kiongozi yoyote lazima awe na C3. Kama si hizo 3 au zitendei haki, lazima uongozi wako unayumba. Si ya kwanza tunaita cooperation. Kwa hiyo ulichokifanya ACT pamoja na Rais Mwinyi, ile cooperation, ushirikiano. Lakini ya pili C3 competition, ushindani. Kwamba tulishindana kwenye dola, tulishindana, lakini tunahitaji sasa nchi yetu kuwa pamoja kushindana na mataifa mengine na cooperate. Lakini si ya 3 conflict, kutatua nini migogoro. Kiongozi usikubali nchi yako ikaingia kwenye migogoro. Na ndio maana tunasema katika uongozi, tunasema kiongozi ana sifa moja, kukubali kulalamikiwa. Ramadhani Madogo, ulikuwa una swali unataka kumuuliza? Nilikuwa namrudisha hapo. Wiki iliyopita Ijumaa tulikuwa na moja kati ya viongozi kutoka katika organization wa swala uchaguzi, pia ama mkurugenzi wa Chauma. Yeye alizungumza, nataka atuelezee hapo ikoje kwenye uchambuzi wake, kwamba yeye alichozungumza kupitia chama chao hawaungi mkono maridhiano, wanachotaka ni mazungumzo. Hivi katika hali ya kawaida ukisema mazungumzo, maridhiano, ina maana watu wanaanza kuzungumza mwishowe maridhiano, alikuwa na maana gani? Kwa nataka tukusikia ufahamu wako wewe. Mwanasiasa anaposema kwamba Tanzania haihitaji maridhiano, inahitaji mazungumzo kabla ya maridhiano, ni kwa namna gani? Ni kila chama kina hisia zake, kwamba labda chama kimeona mazungumzo ndio sehemu sahihi ya kupatana. Ni njia ya usuluhishi. Maridhiano, mazungumzo ni njia ya usuluhishi, lakini tunaita maridhiano, tunapozungumzia maridhiano, manake mazungumzo tunaweza tukazungumza hatujakoseana. Mimi naweza nikazungumza stori za kawaida tu, lakini tunapozungumzia neno maridhiano, kuna mtu kamkanyaga mwenzake. Yani kuna kitu hapo kimshatokea. Maridhiano yapo kifamilia, maridhiano yapo katika taasisi za kikazi. Sasa nchi yetu lazima tukubali kuwa kwamba
tulipotoka, tulipo na tunapoenda kuna maeneo tulikanyagana na lazima tukubali turudi nyuma katika yale maeneo tulipokanyagana. Tukae chini, tufanye maridhiano, na maridhiano ya ukweli lazima, kama alivyosema Mwalimu Julius Mwalimu Nyerere katika kitabu cha Tujisaishe, anaposema umoja wa nchi ni sawa na viungo vya mwanadamu. Yani afya ya mwanadamu, ile afya ya mwanadamu, kwamba kiungo kimoja kikiteteleka mwili wa mwanadamu hawezi kufanya kazi. Na nchi yetu nadhani umeona kwamba kuna baadhi ya maeneo yameteteleka, mahusiano yamepungua. Tukubali kabisa mahusiano yamepungua. Na mahusiano, kuna mahusiano ya mtu na mtu, mahusiano na mtu na taasisi, mahusiano ya taasisi na taasisi. Ramabi, kwa hiyo maridhiano lazima tuingie kwenye maridhiano kwa sababu kuna sehemu tumekanyagana. Ramabi, hiyo kauli ya hatuhitaji maridhiano, tunahitaji mazungumzo ilikuwa ni ya nani? Kauli ya mkurugenzi Ismail Kangeta, huyu mkurugenzi organization uchaguzi pia kutoka chama cha Chauma, nilikuwa naye Ijumaa. Na nilitaka wewe kuwepo. Kwa sababu nilitaka kumuuliza hapo Omar Pumzi hapa mchambuzi kwamba kwa nafasi yake mtu kama huyu anaofahamu mpana, unafikiri nini kinaweza kapelekea akasema hatuhitaji maridhiano, tunahitaji mazungumzo? Ni labda yeye kwa mfahamu wake na tunasema chama chake, jinsi sera yake ya chama chake, labda aliona yeye katika uchaguzi wake umeenda vizuri, hajakanyagana na mtu aina yoyote, kwamba kuna haja gani ya maridhiano. Lakini lazima tukubali maridhiano ni kitu muhimu, kwa sababu umeona katika zile sheria 4 tunasema ile sheria ya 3 ya uchumi, umeona jinsi mambo yanavyoenda, utulivu wa kiuchumi. Umeona jana Sabasaba, uchumi lazima ufanyaje? Kuna mataifa yalitakiwa jana yafanye kazi hapa, kuna wageni walitakiwa waingie hapa. Jana umeona hali ilivyo. Lazima mtoto yote, mimi nyumbani kwangu watoto wananiuliza kwenye TV, mbona leo hii wanaangalia taarifa habari, mbona maaskari wako wengi uraiani? Umeona kuna nini? Watoto wadogo wanauliza. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho katika ile sheria ya 3, utulivu wa kiuchumi, lazima tuambiane ukweli, maridhiano, tukae pamoja, tushauriane. Sisi nchi yetu tunahitaji kukaa pamoja, kushauriana. Na tunapoingia kwenye maridhiano kuna vitu vya kimsingi lazima tuviepuke. Na hivyo vitu ndivyo ambavyo huenda vikawa vinachelewesha maridhiano ya upande wa huku yasitokee. Ni vitu gani ambavyo kitu cha kwanza kabisa tofautisha na wenzetu wamefanikiwa upande wa Zanzibar kwa sababu hawakutaka kuwaruhusu watu wakaongea sana mambo yale ya maridhiano. Waliacha process ifanye kazi. Tofautisha na kwetu huku kwetu kuna uchawa mwingi, lazima tuambiane ukweli kwenye kipindi. Kuna vijana leo hii wanaongea kila saa kwenye media. Inaumiza. Kama tunaingia kwenye process ya maridhiano, lazima mamlaka yetu hii, sisi kama wachambuzi na tunashauri, mamlaka itoe onyo kwa watu ambao waovu hawaitakii mema nchi yetu, waache kuzungumza. Kuna watu wanajifanya wanaharakati, wanajifanya wao wanaipenda nchi, waongo, so wazalendo. Lengo wanataka tu nafasi za uteuzi, nafasi tu za mamlaka na kujibebesha kwenye mamlaka. Na hicho ndio kinachodogosha, nisikilize, kinachodogosha maridhiano, kwa sababu sisi prosesi ya Mheshimiwa Rais dhamira yake ni nzuri, ameshasema tunahitaji kuingia kwenye maridhiano. Na mchakato ulianza vizuri. Na maridhiano, matakwa ya maridhiano, kila mmoja aweke mezani hoja yake. Mimi nahitaji hoja hii, hapa ulinidondosha hapa, ndipo tunapokaa. Kama umeona kesho tunategemea tamko linavyotolewa. Watu wamekaa miezi 8, wameshauriana, hapa tukifanya hivi, hapa tukifanya hivi. Lakini huku kila saa mtu anazungumza. Kuna vijana mimi nakwambia, kuna wanapewa airtime media, kila saa wanazungumza, ndio wanarudisha nyuma maridhiano. Serikali yetu hii, mamlaka kwa mujibu watoe onyo wale wasizungumze, ili tuingie kwenye huo mchakato. Lakini mamlaka za kukemea unafikiri hazisikii? Lazima zikemee. Hicho kitu kinachodogosha, sikufichi, kinadogosha na tutarudi nyuma. Zile sheria 4, mimi nasema kwa kutumia hii media, sheria 4 zile, sheria za utulivu wa nchi, tutazikosa. Cha kwanza katiba, pili jamii watakuangalia tu. Na kitu kibaya, upendo ukipungua, chuki kiongezeka zaidi, nchi yetu tunaweza tukaikosa. Mazungumzo ya Zanzibar yamechukua maandalizi ya miezi 8 na sasa ndo wanaenda kusaini kesho Julai 9. Somo kubwa hapa au mada kubwa sana hapa ni swala la maridhiano. Tujifunze nini kuhusu mchakato unaoendelea Zanzibar? Tujifunze kuheshimiana. Moja, kuheshimiana na kufuata misingi ya utu na kuheshimu mfumo wa siasa wa vyama vya upinzani. Mfumo toka 92 ulivyorudi, mfumo wa vyama vya upinzani, tunasema mfumo wa uchaguzi, yani mfumo wa vyama vyama vya upinzani ulivyorudi, lazima tuheshimiane. Na mfumo wa vyama vya upinzani, kazi kuu ya chama cha upinzani, ana kazi kuu ngapi?
mbili. Moja ni kukukosoa. Kukukosoa ndo kazi ya kwanza. Lazima akukosoe. Pili, kuisimamia serikali. Kwa hiyo lazima atakukosoa. Kwa hiyo walichokifanya Zanzibar, wameheshimu ule mfumo wa vyama vingi, wameheshimu mfumo wa vyama vingi, ndipo wanaingia kwenye maridhiano. Kwa hiyo lazima na sisi tuige, tuheshimu mfumo wa vyama vya upinzani. Mfumo wa vyama vya upinzani tulivyorudishwa 92 ni mfumo ambao endelevu, la sivyo labda tuufute. Na mpinzani ni tumuone kama vipi? Ni mshindani, ni adui, ni mshiriki? Mpinzani sio adui. Kazi kuu tulivyorudisha mfumo wa vyama vingi, kazi kuu uliletwa kwa ajili ya kukosoa wewe uliokuwa madarakani, ili usijione wewe umebweteka. Ramadhani Madogo, kukosoa kwa vyovyote tu. Umefanya mazuri, umefanya mabaya, lazima kukosoe. Kwa hiyo lazima hawa wanaochipukia sasa hivi wanasiasa wachanga wajue kuwa wajibu wa mfumo wa vyama ambavyo vya upinzani, vyama ambavyo mfumo wa vyama vingi umeletwa kwa mujibu wa kikatiba. Wana wajibu wa kukushauri, kukukosoa. Wana kazi hizi mbili. Moja, kukukosoa. Mbili, kuisimamia nini? Serikali. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.